Huyu mama alikuwa amemsukumia kwamba huyu kijana akufe kwa magonjwa. Hii magonjwa ya zinaa. Ndio maana unaona ilikuwa inamsukuma kwa wanawake. Ilikuwa roho ambayo ilikuwa amesukumiwa roho ya wanawake ili akufe kwa magonjwa ya zinaa, lakini vile aliona hiyo haikufanikiwa ndio akaamua kumrushia hiyo ugonjwa wa moyo imuue haraka. Anataka tu atoe hizo nguo ili ni malizie, lakini atakuwa sawa. Hakuna kitu ambaye itatendeka. Nataka nimalizie hii kazi. Mtoe tu hizo nguo. Toa tu hiyo. Wachawi. Tulia kwanza. Tulia ona. Sawa. Hawa ni nani? Huyu ni nani? Na anafanya nini kwa nyumba yangu? Ngoje kwanza. Usijaribu kunita hivyo. Yaani all along mimi nakutetea. Hata sisi wangu akaniambia, "Hebu nyamaza wewe." Tulia kwanza. Utamuumiza. Unamuumiza. Tulia kwanza. Wewe ni nani? Maisha ndio mnakuja kuniharibia life yangu bro. Bro, mimi unajua hii nyumba nimekaa. Unajua niko na ushi ngapi nafaa kufanya kwa nyumba bro. Na utatoka uende. Utabaki bure. Nisaidie nini yako? Man, so hii ndo raha yenu, si ndio? Nisaidie tu password yako. Nataka kuangalia kama kuna mtu mwingine huwa anaingia. Sasa unaangalia, ushaharibu kile kitu, mnaangalia nini bro? Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, meeting ya mwisho tumekatisha kwa sababu daktari alikuwa anasema anahitaji kushughulikia Justin. Kuna vile alikuwa amemuona hakuwa salama sana. Na ndio hivyo sasa, na mahali tumefikia saa hizi tunataka tujue vile mambo inaweza isha hapa. Na tuko hapa, Justin wamerudi na daktari, nadhani ameshughulikiwa, yako sawa. Ya daktari, naweza tuongelesha kidogo? Yes, na vile nilikuwa nimewaambia huyo kijana pahali hali ambaye alikuwa amefikia ikukuwa mzuri, sababu unajua huyo msichana kuna mahali ambaye aliamkia asubuhi na walikuwa wamemfanyia vitu mingi. Alienda na hiyo nguo ambaye nimewaambia, alienda na nguo ya ndani na vest na ilikuwa imeharibiwa. Huyu kijana wakati yote tu, hata vile tulikuwa tunaendelea na hiyo mkutano, kama singeona angeanguka tu chini na hiyo ugonjwa wa moyo ingemuua. Lakini nimeshughulika, ndio maana nimewaambia mnipe muda tu kidogo nitoke na yeye kidogo niweze kumtengeneza, na nimeweza kutoa vitu na saa hii naona wacha akae tu. Ndio maana nimetaka akae hivyo at least mambo yake aanze kupata nafuu kidogo, lakini atakuwa sawa, sio mbaya. Mama, sasa unaona ulikuwa unataka kutoa uhai ya mtu sababu ya tamaa zako tu. Naona nini? Unadhani nitaplead na wewe tena? Nimeplead enough. Na ile request nilikuwa nataka tu usaidie mjukuu wangu. Na sasa wewe umeingililia maneno mingi. Yenye hata haina faida. Hakuna kuplead, nitaplead. Wewe endelea kufanya zile ukarabati unafanya. Juu hizi vitu zote ni uongo na kuzubaisha watu. Nimekuletea document unanirudisha nayo. Una expect nifanye nini? Mama, mimi vile ulikuja na mimi nakupea muda. Nilikuwa nimekupea, si ati hata nakupea muda. Jana vile nilikuwa na wewe na vile ulikuwa umesema kwamba daktari, kweli nimekubali makosa yangu, na hata vile leo ulikuja ukasema kwamba umekubali makosa yako na unataka usamehewe. Na mimi nikakuambia mimi si Mungu, mimi siwezi samehe wewe dhambi zako, sababu hiyo makosa yote ambayo umefanya hiyo mtakutana siku ya kiyama. Mimi hapo siwezi jua vile hiyo italingana na vile Mungu atakuchukulia siku ya kiyama, lakini ni vizuri utubu. Mimi si mnyonge. Mimi si mnyonge venye unanichukulia. Nimekuwa hapa mnyonge kwako kanichukulia mimi ni mandazi. Mimi si mnyonge. Wale watu wananijua vizuri sana. Sasa hivi ndo nilikuwa nataka. Mimi si mnyonge, nakwambia wewe fanya hivi utaki kufanya. Na apologize utaki kusikia. Nimeshangaa kwani amekufanyia nini? Hata ndio nashangaa. Paka ananirudisha na document. All me. Unanirudisha na document. Unanijua vizuri kweli? Unanijua vizuri? Kitu ile mimi nimetaka si ati nimekurudisha na hii vitu, na hii vitu si ati nimekataa kuchukua, lakini nimetaka nikuachie uende nayo. Urudishe huko mahali huyu mtoto alipeleka waende watengeneze hiyo vitu. Nimetaka wewe mwenyewe urudi nayo na mrudi nayo nyinyi wote. Mkuje na hiyo vitu ikiwa sawa. Sababu nataka iende ifunguliwe, sababu hii mahali Millicent hii vitu ingekuua. Hii vitu ingekuua sababu imeharibiwa. Ndio maana nilitaka warudi nayo huko waweze kutengeneza hii vitu.
waweze kuzifungua, sababu hii vitu imefungwa itakuua, hata utamaliza siku 3. Hata kama ni hawa ndio wangechukua ama wewe ungemaliza siku 3, hiyo ungekuwa ulikuwa unaenda kabisa, hiyo ilikuwa inakumaliza. Daktari, sikiza na usikize vizuri. Waambie. Mimi huwezi cheza na mimi. Zile vitu ulifanya jana ukadhani ati sasa umeniweza sana. Ulikuwa tu Mimi si mnyongo. Mimi nilikuwa tunakupima tu. Nakupima tu. Unaweza fanya, si ndio? Hakika Mama Lucy ulikuwa unampima. Daktari atanifanya nini? Ananijua vizuri. Anijui vizuri. Mpaka na bend law naleta document. Imagine. Na bado ananirudisha nazo. Imagine. All me. Madharau kubwa sana. Sana kabisa. Uchunge venye unahandle watu. Hata kama unatibu, hata kama nataka unitibie mjukuu wangu. Ni handle kama human being. Unanihandle aje? Umenichukua aje? Sasa Mama Lucy ulikuwa unataka kusaidiwa. Uko na shida mingi sana zenye umetaka kusaidia. Niko na shida mingi ndio, lakini unaweza kuongea hivyo na daktari. Wewe amenidharau. Hapa tulikuwa tunaenda kuimalizia. Tumeleta document. Hawataki kuchukua. Tena nirudi na documents, nitazipeleka wapi? Sasa bado unahitaji msaada wa daktari. Nahitaji msaada wa daktari, lakini kuna mali amenifikia. Kuna mali amenifikia, siwezi tena, siwezi bend low tena. Nimebend low mpaka hata nikapiga magoti. Daktari umenichukulia aje? Wewe ulikuwa unataka nisikize mambo yako, lakini wewe uendelee kufanya vitu ambavyo ulikuwa unataka. Unajua ni nini iko hapo? Daktari afanye hivi, hata mtoto usimsaidia, hatutaki kusaidiwa, hatutaki msaada, akae hivyo. Hatutaki msaada sisi. Ni sawa, sababu mimi najua kitu ile unapanga. Kitu imetuleta hapa ni mchukue hizi documents matakataka zenyu muende nazo. Lakini sababu najua vitu ambaye anatishia ni kuhusu hao watu, na hao watu mimi nataka niwaekee kinga, hata akiona nataka nishughulike, ndio ujue kwamba hakuna kitu ambaye utafanyia mtu hapa. Hakuna kitu ambaye utafanyia mtu. Nataka nishughulikie hao watu, nataka niwaekee kinga ili akifanya chochote waambie inamrudia yeye mwenyewe. Hata daktari mwenyewe anajua. Wewe unajua ni ndovu gani unapigana nayo. Ungekuwa ni ndovu Mama Lucy jana ungejikuna. Nilikuwa tunajifanya tu. Hata sitambembeleza. Jana ungejikuna. Jana hukupewa. Nimebend law ya kutosha. Justin Wacha wakinge tuone kama hiyo yake itafanya kazi. Natoa hizo nguo. Nataka nimalizie hiyo shughuli ambayo sababu huko nimefanya mambo mengine. Nataka nimalizie tu, unajua singefanyia huko kila kitu, nimetaka watu waone ni nini ambaye anafanya. Nataka tu atoe hizo nguo ili nimalizie, lakini atakuwa sawa, hakuna kitu ambaye itatendeka. Nataka nimalizie hii kazi. Mtoe tu hizo nguo. Toa tu hiyo. Na mama, mimi nimekuambia na nimekuelezea kwamba hakuna njama yako yoyote ambayo itafanikiwa. Nataka tu uhangaike mwenyewe mpaka ufike mwisho. Nataka tu uhangaike mwenyewe mpaka ufike mwisho. Pole pole. Wachawi. Nyinyi wengine kuja. Kuja tu, kuja leta mkono tu, leta mkono. Leta hii ingine. Hata wewe kuja, sababu najua nyinyi ni adui. Adui atawatafuta na kila mbinu. Hata hii ingine. Amvaishe tu hizo nguo sasa. Mvalishe nguo. Mvalishe hizo nguo. Hizo ni vitisho baridi. Kashangaa. Lucy, wewe endelea tu kuongea, ni vitisho baridi. Wakati zitakupata wewe hata utahitaji msaada. Acha nikuambie kitu kuhusu hata huyu msichana, sababu anaona ni kama sijui mambo yake. Kuna mtu ambaye ulifanyia mahali kitu. Kuna mtu ambaye walikuwa naye kwa mahusiano, walikuwa wamechuana tu, unajua hii mambo ya mtandao Facebook. Kuna mtu ambaye kijana ambaye alikuwa nje.
na walikuwa huyo kijana akakuja huku Kenya kumtembelea, kukuja kumuona, na aliweza kuwekea huyo kijana dawa na akamuibia pesa. Huyo kijana akakufa, akamuibia pesa shilingi 2.5 milioni. Na Hiyo si uongo daktari. hata hiyo kesi, huyo mtu manager wa hiyo hoteli ambayo walikuwa, unajua sasa hiyo kesi ilirudi kwa huyo manager. Kesi gani? Sababu hata huyo manager ako ndani mpaka saa hii, vile tunaongea hivi ni miaka 5 ako ndani. Na umejificha tu hapo, umeona ni kama mambo yako sioni. Mimi naona daktari, wewe umekuja kuharibu tu familia yangu kabisa. Wewe umetumwa na umelipwa labsam kuharibu hii familia kabisa. Msichana wangu nimekuambia hakuna kitu ambayo utafanya nikose kuona. Hata vile ulikuja asubuhi hapa kutudanganya, mimi nilikuwa nasikia na nilikuwa naona tu mambo yote vile unaongea, sababu ulikuwa unakuja kutupotezea muda ili Lusu yafanikishe mambo yake vile pahali alikuwa ameenda. Na kama mungekubali kusikia, lakini nashukuru kwamba mko kubali, na hata mimi nilipinga hiyo, sababu ulikuwa unadanganya tu watoto ili warudi karibu na wewe, ndio ikuwe rahisi kuwaondoa kabisa. Na kijana Justin, kama utanisikia, kitu ile nataka kutoka kwako, sababu huyo mjukuu, huyo mtoto ni wako, na huyo mtoto hana hatia, na huyo mtoto anateseka. Nyamazisha mdomo. Aende achukue mtoto. Tutamwendea. Utaenda achukue kiwete yake. Yaani Lucy unaongea aje na madharau? Enda achukue. Mimi nakaa. Mama, ulifunza aje mtoto wako? Hapana, ako sawa, mtoto wangu ako sawa kabisa kabisa kabisa. Ulimfunza akuwa anaongea hivyo? Hapana, ako sawa. Ako sawa kama wewe. Sana nao. Justin, sikizeni huku, Justin na Naomi. Mtaenda mchukue huyo mtoto. Ukienda nichukue mtoto, sababu nimesikia kilio chake. Na huyo mtoto anaumia bure, sababu nikisema niachane na yeye sababu ya dhambi za hawa, huyo mtoto hana makosa. Na mimi nataka nisaidie huyo mtoto. Wewe chukua huyo mtoto alafu uniambie, sawa? Ndio huyo mtoto alafu uniambie, kuna vitu ambaye nitakupea hapa na hiyo vitu itatoka. Na hiyo vitu ikitoka, kuna mahali ambaye nitasisukuma ziende, sababu kuna watu nataka nipee kiboko. Daktari, rudisha wenyewe. Hizo vitu bora uchukue huyo mtoto. Uniambie tu hata kama ni saa ngapi, mimi nitakuja. Lakini kuna vitu ambaye nitakupea kwanza. Hizo vitu nataka nizirudishe mahali. Kuna watu ambaye nataka naye wasikie hiyo uzito ambayo huyo mtoto amesikia hii miaka 2. Huyo mtoto amelia, huyo mtoto amehangaika. Upande wako mama, mimi nadhani umenisikia. Nimekusikia. Na usidhani pia wewe nimelala. Nimenyamaza tu nikikuangalia vizuri na kuona venye unakuja. Na wewe utapatana na mimi vizuri sana. Sasa mama, mimi kitu ile nataka. Kwangu si ati mimi ni mnyonge. Mimi sichukui. Ni kuangalia tu. Hii vitu mimi sichukui. Na hata usichukue, umesikia Millicent? Hii vitu usichukue, hii vitu itakuua. Nataka warudi nayo, waende watengeneze hii vitu. Nataka mrudi nayo muende mtengeneze hii vitu. Ndio hii vitu mniletee. Na msipoleta hata mimi nitawaleta, hata mutorokee wapi, sababu hakuna mahali mtanikimbia. Hiyo kitu naye inafaa muweke tu kwa akili, hakuna mahali mtanikimbia. Hii vitu nataka mrudi nayo, waende watengeneze. Ndio hii vitu nikabidhi Millicent. Millicent, usikuwe na wasiwasi, vitu yako iko. Ndio hizi. Lakini hii vitu imeharibiwa, si ati nimekataa kuchukua. Hii vitu imeharibiwa. Nataka wenyewe warudi huko. Nataka wenyewe warudi huko, hii vitu watengeneze, warekebishe. Na hizi vitu mimi mwenyewe nimekuja na msichana wangu amekuja na hizi vitu. Ukapewa kwa mkono yako. We mwenyewe ukazirudisha. Nakwambia utahangaika tena kuzipata. Utahangaika, wacha venye unanioda tu around hapo kama maji. Ni sawa. Utahangaika kabisa. Nadhani sasa mahali imefikia. Mimi nimeongea, unajua mimi huwa naongea tu, lakini sasa nikiamua kufanya kitu utajilaumu na hautafurahia yale ambaye nitakufanyia mbeleni huku. Ukikataa kubadilika, ni sawa, ambaye nitakufanyia hautafurahia. Millicent, wewe usikuwe na wasiwasi. Hizi siku ambaye umesema umeongeza siku 2 hizi, hiyo usikuwe na wasiwasi. Kile kitu yako nataka ukamilishe, ndio ukienda huko mambo yako yote ikuwe sawa.
Upande wa Justin niliona huyu kijana sio mbaya, lakini hii kukorogwa ambaye alikuwa amekorogwa. Lakini wewe mambo yako wacha nimalizane na yako. Ndio nione vile hao wengine nitasaidia hao pia hii vitu yao ambayo huyu mama anataka kukatalia. Umesikia Justin? Wewe kila kitu itakuwa sawa. Naomi, umesikia? Huyo mtoto muendee hata jioni. Enda mchukue huyo mtoto. Yes. Justin uko na kitu ya kusema bro? Unasikia aje sasa? Mimi kwanza nashukuru daktari kwa kunisaidia. Maana nimekuwa ni hard sana. Unajua kujioneza kufa anytime bana. Lakini mimi nashukuru daktari kwa kunisaidia. Second thing, Millicent, najua nilikukosea. Na unajua sometimes pia machozi ya mtu haendangi bure. Hiyo machozi sitaki nifuate. Kwa hivyo Mili, kama unaweza pata any space in your heart unisamehe. I'm not saying this kwa sababu nataka turudiane or anything. Saizi tuko kwa vitu mingi sana. But I just nataka tu I let go. Anisamehe tu, forgiveness pekee yake ndio nataka kutoka kwake. Then after kila kitu imekuwa sawa. Ya Mungu ni mengi. You never know. But nataka tu anisamehe tu kutoka kwa roho yake. Asiseme tu kwa sababu anataka aishe. Nataka aiseme na amini tu kutoka kwa roho yake anisamehe. Yeah. Mimi ndio tayari kujibu Justin kulingana na vile anasema. Mimi msamaha mtu aende aombe Mungu. Mimi nataka tu mali yangu yote irudi. Na mimi hata nilimsahau actually Binai. Lakini anasema kwamba amaanishi kwamba anataka mrudiane. Mimi hata sitaki, hata angekuwa anataka turudiane sitaki. Mimi nilishamsahau, hata Justin jina mpya sana. Mimi nilishamsahau. Mimi nataka tu mama yake kama vile wameambiwa na daktari wanirudishie tu mali yangu. Hao mambo mengine mtu aende apige magoti mbele ya Mungu, aombe Mungu msamaha. Msamaha iko kwa uwezo wangu sasa. Sawa. Millicent, mimi nimekusikia na najua kile ambayo unamaanisha, sababu ukiongea hivyo unamaanisha kwamba huna kinyongo na yeye, si ndio? Unamaanisha kwamba wewe ushamwachilia. Wewe huna kinyongo na yeye, lakini mimi nataka niwaelezee huyu kijana haikuwa kupenda kwake. Huyu mama alikuwa amemsukumia kwamba huyu kijana akufe kwa magonjwa. Hii magonjwa ya zinaa. Ndio maana unaona ilikuwa inamsukuma kwa wanawake. Ilikuwa roho ambayo ilikuwa amesukumiwa roho ya wanawake ili akufe kwa magonjwa ya zinaa, lakini vile aliona hiyo haikufanikiwa ndio akaamua kumrushia hiyo ugonjwa wa moyo imuue haraka, sababu aliona hiyo ugonjwa wa zinaa haifanikiwi vile anataka, ndio akaamua amsukumie hiyo ugonjwa wa moyo. Na mimi nashukuru nika hapa na mama siondoki, kwa sababu vile ulikuwa unataka kufunika maneno ili niondoke, sasa ni kuachia uwanja utawale, siondoki. Mimi nakupea tu muda, siondoki. Hiyo ni kitu ambaye nataka nikuhakikishie kwamba niko na wewe. Mipango yote ambayo unafanya na haribu. Nataka hata ndio maana nimekurudishia hii vitu. Enda tena uone ndio ujue kwamba uniwezi na hakuna mahali utaenda uniweze. Mimi nataka nikuambie. Nataka uharibu hiyo pesa kabisa. Haribu kabisa, zunguka. Hata ukitaka nikuambie pahali wengine wako uende. Uliza kila mtu, hata uliza watu wapi mganga uende, nataka uzunguke kabisa, uharibu hiyo pesa. Ndio wakati ambao utakuja sasa kutulia uone kweli umepoteza muda. Hiyo ndio kitu ambaye mimi nataka. Na mimi mambo yangu nadhani nimemaliza. Nataka muende muachilie hii vitu, mfungue hii vitu na mpe mtoto Justin. Mpe huyo mtoto, sababu huyo mtoto sitaki aendelee kuteseka. Na vile nimewaambia kwamba hiyo vitu nataka nirudishe mahali. Na mtaona tu ni nini ambaye niko na maanisha. Ndio. Okay, tukirudi upande wa ni Naomi, amini. Hata nimesahau jina. Tukirudi upande wa Naomi. Unajua kuna vitu ambazo tulikuwa tunakudai wewe zenye Justin alikuwa amekupea, si ndio? Kuna restaurant pale, kuna zingine ambazo wenyewe unajua. Hizo tuweze sema tulikuwa usaidia ya kina Maadhe, si ndio? So ndio ulikuwa unasimamia hizo vitu? Yes. Zitarudi namna gani? Uko tayari kuzileta? Tayari kupeana ufunguo na kujulisha kila kitu na sasa ndio nilikuwa nasema hizo vitu venye mali niliweka kwangu. Jana kurudi kwa nyumba nikapata kama ziko. Nini hizo ulipata ziko? Hizo documents zenye zilikuwa nafaa nirudishie
nirudishie Millicent kuuza hizo vitu makampuni zenye zake. Ya sasa kwenda kwa nyumba nilipata kama ziko. Hata hizo vifungu pia sijui hata nani aliingia kwa hiyo nyumba kachukua. Kazi haifunguliwi saa hizi? Hakuna. Hakuna. Sasa malafu tena hizi vitu zenye zinafanyika kwa familia yetu zimekuwa tu. Mahali unaishi ndio umekosa hizo vitu? Ya kwangu. Mbona hujatuambia kutoka tukuja hapa? Sasa unajua venye tulikuwa hapa tumekuwa tu shughuli kwa mambo za familia tena ndio hii tena ilikuwa niseme leo tena. Unaona sasa ndugu yangu tena ndio mambo yake tena imetokelezea. Yaani mambo ni mengi tu. Yes, mpaka hata nachanganyikiwa. Unaishi na nani kwako? Mimi naishi peke yangu. Unaishi peke yako? Mlango ulifunga kitu? Nilifunga. Na mjue bado hamjaona kitu yoyote. Hizo vitu ambaye anasema hizo, huyo msichana alienda akachukua. Amejua kwake? Huyo msichana na ndio hizi ambaye nimerudisha. Anajua kwako? Hajui kwangu, hajui kwangu. Oh, ni hizi? Ni hizi documents? Ni hizi ambaye nimerudisha. So ni ufunguo? Na ndio maana nimewaambia hizo vitu zimeharibiwa, sichukuliwe. Sasa mimi nataka niwaachilie waende wafungue na hiyo vifungu pia kuja na hiyo vitu ambaye alichukua. Daktari, si umesema waende mtoto. Kujieni mtoto hata tuna haja na yeye. Kujieni. Chukua mtoto Naomi. Kabla hajakujia mtoto nani Lucy, funguo ziko wapi? Fungu gani? Funguo za zenye ulichukua kwangu. Wapi uliniona kwako? Mimi hata najua kwako ni wapi wewe. Wewe nimekuachia daktari wewe. Naomi umesema hajui kwako. Sasa yeye amegeuka jini aingia hivi. Mliingia kwa Justin mlichukua vitu na nyinyi pia mtatuletea. Hata hamna heshima. Unajua kwa Justin mlichukua hizo vitu na haikuonyeshana kwa CCTV. Haikuonyesha. Juu ni Med ndiye aliniletea kwa Lucy, fanya hivi tunakupea mpaka kesho. Uko umerudisha hizo funguo tafadhali. Na ukikataa tutachukua action yenye hata wewe utapenda mwenyewe, sawa? Mimi sina funguo zote. Vitu zao ndio hizi hapa zote tumerudisha. Sasa tumekupea leo mpaka kesho. Kama ni ukweli wewe ndio ulichukua urudishe. Nimuelezee, nimwambie Lucy pamoja na mama. Mimi ndio niko naongea. Na unajua mimi naye nikiongea, mimi ni mtu ambaye namaanisha. Nimewaambia tu kwa uzuri mtoto umrudishe. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili nimewaambia hii vitu muende mrekebishe, muende muunde hizi vitu. Jambo la tatu ambaye nataka kutoka kwenyu ni hizo vifunguo. Na mimi nimemaliza na nimesema hiyo vitu ni kesho. Sio hata siku ingine. Muende mrudishe hizi vitu watengeneze. Mtoto mrudishe. Na vifunguo. Hiyo ni mambo tatu. Sinadhani nimemaliza. Si nimeongea tu lugha ambayo kila mtu anasikia. Kwani mimi nakutumikia na wewe si mamangu. Mimi wezi niambia. Lucy acha kiburi. Tafadhali. Lucy acha kiburi. Na kesho msipoleta hizo vitu sasa itakuwa ni mbaya. Madhara wao watu wametuonyesha hapa shule. Unaona mama Lucy, si pia tumechoka. Ikifika kesho kama mjaleta hizo vitu mjafanya vile daktari anasema, msitulaumu sasa. Si ndio tuelewane? Si mmesikia kila mtu? Tumesikia kila mtu. Tunajua sisi tumerudisha documents na mmekataa. Document mnatupea aje zimeharibu mama Lucy? Nyinyi mnajua aje. Hakuna hata ikienda kwa koti itajulikana watasemaje imeharibika. Si ni document. Mnajua vitu mmefanyia hiyo document nyinyi wenyewe. Daktari sio mjinga. Nyinyi mwende mrekebisha hizo, funguo kesho leta vitu zenye mmeambiwa zote mtoto mpeane. Kufika kesho tutakuwa tunaongea lugha nyingine haitakuwa kama hii yenye tunaongea saa hizi. Wacha ifike, itafika. Unajua huyu msichana na kiburi na kesho mimi nitawaonyesha ni nini ambaye nimekuwa ninamsukuma tu, nimekuwa namsukuma. Kesho mtaona tu, acha akuje kesho. Bila hizo vitu ndio alafu mtaona ni nini ambaye niko na maanisha. Mimi hiyo nimewapea mpaka leo. Wasiseme kwamba niliwachelewesha, daktari ulichelewesha tukashindwa kuenda kutengeneza hii vitu. Nataka muwapee nafasi waende tu saa hii. Nataka waende tu saa hii, waende saa hii. Wasiseme kwamba mlituchelewesha, wao tu kuenda huko. Nataka murudi kwa hiyo mtu saa hii. Sawa sawa. Ulitoa wapi huyu daktari umrudishe? Mrudishe mali ulimtoa. Mimi nimekuambia hapa stoki. Kama unatarajia niende hapa stoki, niko na wewe mpaka mwisho. Mpaka nione kweli yenyewe umebeba mikono juu umesema daktari, nimekubali kwamba hakuna mganga mwingine. Nataka uzunguke tu kabisa. Nimekupea muda ya kuzunguka. Bado hujawamaliza, nataka umalize. Sawa sawa. So guys, sisi tutafungia hapa, wacha tusubiri kesho tuone vile mambo itakuwa.